Mimi najua kabisa watu wengi hawamuelewi Jordan kutokana na vitu ambavyo anavifanya kwa sasa. Hapo awali alimfuata Violet akamueleza kuhusiana na changamoto ambazo alizipitia Manyanya, lakini safari ya pili alikuja akamtongoza na kumwambia kwamba anahitaji kumuoa. Sasa wakati huu amemfuata tena na kumwambia kwamba anahitajika waungane wote kwa pamoja kwa ajili ya kumtafuta Manyanya waweze kumsaidia. Sasa wengi wameshindwa kumuelewa kutokana na tabia ambazo anazionyesha. Ipi ni sura yake halisi? Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, halafu tuendeni kupitisha sehemu za muhimu zaidi ambazo tunatakiwa kuzichambua wote kwa pamoja. Kama jinsi nilivyoweza kukwambia kwamba moja kati ya vitu ambavyo wengi wamechanganyikiwa na wengi wamechukia sana kutokana na tabia ambazo Jordan anazionyesha kwa sasa hivi, kutokana na kwamba wanashindwa kumuelewa kabisa ni kipi ambacho anakilenga kwa Violet. Ni kwamba anajaribu kumchota akili, yani anapima ni kwa kiasi gani Violet anampenda Manyanya ili aweze kujua kama hampendi Manyanya basi azidi kumfukuzia aweze kumuoa, na ndio maana anazidi kumwambia kwamba wanatakiwa wakamsaidie Manyanya. Huenda ukawa ni mtego huu wa kumfanya yeye aweze kujua kwamba Violet anamjali Manyanya kwa kiasi gani. Sasa kama ni hivyo, nafikiri kwamba atakwenda kufeli mpango wake, kwa sababu sidhani kama Violet atakataa kuhusiana na kitu kinachoitwa kumsaidia ama kumtafuta mtaalamu Mr. Manyanya. Sasa tuachane na huku kwa Manyanya pamoja na Violet bila kumsahau Mr. Jordan, tuje upande wa pili wa shilingi huku kwa mtaalamu wanamuita Mr. Kisinza, mtu ambaye amekula mali ya mtu mwingine, na kwenye vitabu vitakatifu vinakataa kabisa kutamani ama kutembea na mke wa mtu mwingine. Hii ni dhambi kubwa kabisa ambayo hata Mwenyezi Mungu alishindwa kuivumilia na kuweka msisitizo ya kwamba watu tusitamani wake za watu wengine. Sasa Mr. Kisinza imekuwa kwake ni tofauti kidogo, kwa sababu ameweza kutembea na mke wa Mr. Madevu, nikimaanisha kwamba Hawa. Sasa ni vibaya kwa sababu siri hii haikuwa na usiri wowote kwenye macho ya watu wengine. Sasa ni mbaya pia kwa upande wa bwana mdogo ambaye amemtishia Hawa kuhusiana na siri ambazo amezirekodi kwenye video ama kwenye simu yake kupitia kile kitu ambacho alikuwa kikifanya ndani ya gari na Mr. Kisinza. Yani kifupi ni kwamba Hawa hawezi kunenepa kwa sasa kwa sababu kuna siri zake ambazo ni nyeti zina mtu mwingine. Yani kifupi ni kwamba huyo jamaa anaweza akamharibia muda wowote kwa Mr. Madevu. Sasa wengi wanatamani kuelewa ni kwa nini jamaa mchizi amerekodi video ambazo zinamuonyesha Hawa akifanya mapenzi pamoja na Mr. Kisinza. Nafikiri kwamba ni kwa ajili ya kumtishia Hawa aweze kuingia kwenye mapenzi yake, yani aweze kuingia kwenye penzi lake. Sasa hiki ndio kitu ambacho anataka kukifanya yule mchizi, yani anataka kumblackmail Hawa. Sasa ni mbaya kwa sababu Mr. Kisinza ni mtu ambaye ana connection kubwa sana, so nafikiri kwamba lazima atafanya kitu chochote kwa ajili ya kumnyamazisha mdomo bwana mdogo, au la, kwa sababu tumeona amechukua namba yake, huenda atampigia na kumwahidi kiasi cha pesa ili aweze kufuta zile video ambazo aliweza kurekodi. Sasa ni kipi ambacho kinafuata episode inayofuata?